Watu wawili wameuawa kwenye shambulizi lililotokea katika eneo la Hulugo, kaunti ya Garissa. Miongoni mwa waliouawa kwenye shambulizi hilo ni chifu wa eneo la Hulugo, Abdi Fatah Gani, na mwalimu Steven Musili kutoka shule ya msingi ya Hulugo. Aidha, imeripotiwa kwamba kulikuwa na wanamgambo wa Al-Shabaab waliovamia kijiji hicho ambako walimuua chifu na kisha kuchoma gari lake. Baadaye walifyatua risasi na kumuua mwalimu huyo aliyekuwa nje ya nyumba yake. Maafisa wa usalama eneo hilo wanasema wameanzisha operesheni ni kuwasaka wanamgambo hao. Hii ni taarifa ambayo tumeipata hivi punde. Nafikiri mengi zaidi ni baadaye kwenye taarifa zetu. Kwingineko ni kwamba serikali kwa kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali imezindua rasmi mpango wa usafirishaji maji kwa malori unaolenga jamii zilizoathirika zaidi na ukame na uhaba mkubwa wa maji katika kaunti ndogo 6 za eneo la Wajir. Aidha, akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huu unaodhaminiwa na Baitul Mal Kenya, mwenyekiti wa mamlaka ya masoko ya mtaji nchini CMA, Ugas Sheikh Mohamed, alisema hatua hiyo inalenga kufikia maeneo kadhaa yaliyoathirika pakubwa ili kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa matumizi ya kaya, mifugo pamoja na makundi yaliyo hatarini ambayo maisha yao ya kila siku yanategemea rasilimali hiyo muhimu. In the month of November and December, and we see the situation is getting even worse. We are doing this to highlight the problem, the intensity of the problem, and to get more people to come on board in supporting communities here. I want to take this opportunity to thank Baitul Mal leadership for being the first organization that has come to help and assist the people who have been affected by the famine. Pale tuko, water bushers ni chache. Lazima to make sure inafika almost everywhere. So we are urging people, wasikae so much ati unaenda ujenge somewhere. Mukae in one place, so that kama kuna usaidizi utapata.